Thomas Jefferson alikuwa rais wa 3 wa Marekani, muasisi wa taifa na mwandishi wa tamko la uhuru, tamko ambalo liliacha makoloni 13 ya Mwingereza katika ardhi ya Marekani kuwa huru na kuanza safari mpya ya Marekani kama nchi mpya. Lakini nyuma ya pazia na heshima kubwa ya siasa aliyokuwa nayo Thomas, alikuwa na siri kubwa aliyoificha kwa miongo mingi. Siri hii ni ya mapenzi ya kimya kimya kati yake na mtumwa wake mwenye asili ya Kiafrika. Hayakuwa mahusiano tu, kwani wawili hao walizaa mpaka watoto. Kwa sasa yaweza kuwa jambo lisiloshangaza, lakini kwa wakati huo, rais wa nchi kuzaa na mtumwa, tena mwenye asili ya Afrika, halikuwa jambo jepesi. Mahusiano haya yamezaa maswali mengi. Je, ni upendo wa kweli au ni matumizi ya nguvu na mamlaka? Karibu katika video hii tufunue maisha ya siri ya Thomas Jefferson na mtumwa wake. Kama bado hujajiunga na channel hii, tafadhali fanya hivyo kwa kubonyeza neno subscribe, kisha alama ya kengele pembeni yake. Mimi naitwa Justin Shedi. Sasa twende kazi. Kuna hadithi nyingi za mabosi kutembea na vijakazi wao, na si habari mpya kwa wengi. Sasa kabla hatujazama katika hadithi hii, kwanza ningependa tuwasikilize wadhamini wa video hii. Iwe unataka kujifunza forex, kununua signal au usimamizi wa account, yani account management, Nasoro Forex ndio mtu pekee wa kumsikiliza hivi sasa. Picha linaanza, unaruhusiwa kujiunga kwenye group la forex la Telegram bure kabisa kwa kubonyeza link hapo chini. Halafu hakuna janja janja. Ofisi ipo barabarani kweupe. Fika jengo la Victoria Noble floor ya 4 jijini Dar es Salaam. Na zaidi, unaweza kuwasiliana na Nasoro Forex hata hivi sasa kupitia simu namba 0712253749. Iwe kawaida au WhatsApp, utachagua wewe. Na kule Instagram anapatikana kwa jina la Nasoro Forex. Acha kusubiri, jiunge sasa. Asante. Tuanze kwa kufahamu kuhusu mtumwa huyu aliyeitwa Sally Hemings, ambaye alizaliwa mnamo mwaka 1773 huko Charles City County lililoko jimbo la Virginia nchini Marekani. Alizaliwa akiwa mtumwa katika familia mwanamke mwenye asili ya Afrika aitwaye Betty Hemings, ambayo ilikuwa ikimilikiwa na mzungu aliyeitwa John Willis. Sasa huyu mzungu ndiye baba mzazi wa Sally, kwani katika wakati huo wamiliki wa watumwa walikuwa wakiwatumia watumwa wao wanawake kingono, na katika mchakato huo Betty pamoja na bwana wake John wakazaa mtoto. Hivyo hii ina maana kuwa Sally alikuwa mtoto wa mtumwa mweusi aitwaye Betty Hemings na bwana John Willis, ambaye alikuwa mzungu mwenye utajiri na mmiliki wa mashamba. Kwa hiyo Sally alikuwa na damu mchanganyiko, nusu mweusi na nusu mzungu. Wenyewe tunawaita chotara, na kama una elimu kidogo unaweza kusema half caste. Sasa mzungu huyu ambaye ndiye John Willis alikuwa baba wa binti mwingine wa ndani ya ndoa yake. Binti huyu aliitwa Martha Willis Skelton, na binti huyu baadaye akaja kuolewa na mtu aliitwa Thomas Jefferson, ambaye bwana Thomas alikuja kuwa rais wa Marekani. Na imani umenielewa. Lakini kwa upande wa pili tunaweza kusema Sally alikuwa dada wa kambo wa Martha. Baada ya kifo cha John Willis, mali zake ikiwemo watumwa zilirithiwa na binti yake Martha na mumewe ambaye ni Thomas Jefferson. Hivyo Sally Hemings aliingia katika familia ya Jefferson kama mtumwa. Mnamo mwaka 1787, Thomas Jefferson alikuwa tayari kishaanza kupanda madaraja katika siasa, akiwa balozi wa Marekani nchini Ufaransa. Lakini kwa bahati mbaya, mke wake Martha alifariki dunia. Hivyo Jefferson akaamua kumchukua mwanaye aitwaye Maria kutoka Marekani kwenda kuishi naye Ufaransa. Na katika safari hiyo, Sally alitakiwa kumsindikiza. Sally wakati huo alikuwa na umri wa miaka 14, lakini alipofikisha miaka 16, inaaminika ndio wakati walipoanza mahusiano na Thomas. Katika wakati huo, utumwa ulikuwa haramu nchini Ufaransa. Hivyo alipokuwa huko, Sally alikuwa na nafasi kubwa ya kuishi maisha kama mtu huru. Hata hivyo, muda wa kurudi Marekani ulipowadia, alikubali kurejea Marekani pamoja na Jefferson kwa masharti kwamba watoto wake aliowazaa na Jefferson wangekuwa watu huru. Sasa hapa tumeenda haraka kidogo, lakini historia iliyofichwa inadai baada ya muda wa kukaa Ufaransa, wawili hao walikuwa tayari wameshapata mtoto. Katika wakati huo, mtu mweusi mwenye asili ya Afrika kuhesabiwa mtu huru alitakiwa mpaka apewe uthibitisho na mmiliki wake. Katika mahusiano hayo ambayo yanaaminika kudumu kwa miongo kadhaa, haikuwekwa wazi wala Jefferson hakuwahi kuongea popote, lakini kwa pamoja wawili hawa walifanikiwa kupata watoto 6, huku watoto 4 ambao ni Beverly, Harriet, Madison na Easton
ndio wakifanikiwa kufikia utu uzima na wale wengine wawili walifariki wakati wa utoto. Sasa kabla sija kueleza kuhusu hatima ya penzi la rais na mtumwa wake, wacha tufahamu kidogo kuhusu hatima ya watoto hawa. Mtoto wa kwanza aliitwa Beverly Hemings. Huyu alikuwa mtoto wa kwanza wa Sally na Jefferson. Alizaliwa mwaka 1798 na alikulia katika mazingira ya utumwa huko Monticello katika shamba la Jefferson. Lakini baadaye, kama walivyokubaliana na Sally, Jefferson alimruhusu Monticello aondoke bila masharti, jambo lililomaanisha alimwachia huru. Beverly alihamia kaskazini mwa Marekani na kutokana na muonekano wake aliishi kama mtu mzungu. Hapa kuna jambo unatakiwa ufahamu. Kumbuka mama yao Sally alikuwa chotara kati ya mzungu na mtu mweusi. Hivyo kitendo cha Sally ambaye ni chotara kuzaa na mtu mzungu ambaye ni Jefferson kilifanya watoto wake wawe na robo tatu ya damu ya kizungu, na Uafrika wao ulionekana kwa mbali sana ambao watu wengi hawakuweza kuutambua. Hivyo hili lilifanya watoto hawa waonekane na waishi kama wazungu. Beverly alikatisha kabisa mahusiano yake na familia ya Jefferson na kuchagua kuishi maisha ya kutegemea. Hakuna taarifa nyingi kuhusu maisha yake baadaye, kwani aliamua kuficha utambulisho wake wa awali ili kuepuka unyanyapaa endapo watu wangejua kuwa alizaliwa kutoka kwenye mahusiano ya rais na mtumwa. Mtoto wa pili aliitwa Harriet Hemings. Huyu alizaliwa mwaka 1801 na alikuwa na kulelewa kama mtumwa katika shamba la baba yake yani Jefferson huko Monticello. Akiwa na umri wa miaka 21, aliondoka Monticello kwa ruhusa ya Jefferson. Kama ilivyo kwa kaka yake Beverly, aliendelea kuishi kama mzungu huko kaskazini mwa Marekani na alibadili jina na hakuwahi kurudi tena Monticello au kuwasiliana na familia ya mama yake. Inaelezwa kuwa Harriet aliolewa na mwanaume mzungu na akazaa familia mpya. Hakuna taarifa zaidi za maisha yake, kwani alichagua kuishi maisha ya faragha. Mtoto wa tatu aliitwa Madison Hemings. Huyu alizaliwa mwaka 1805 na ndiye aliyetoa taarifa nyingi kuhusu familia yao. Mnamo mwaka 1873 alihojiwa na gazeti moja huko Ohio na akathibitisha kuwa yeye na ndugu zake walikuwa watoto wa Thomas Jefferson. Ushuhuda wake ulisaidia kwa kiasi kikubwa kutambua kuwepo kwa uhusiano kati ya mama yake pamoja na rais wa Marekani Jefferson. Baada ya kuachiwa huru, Madison aliishi huko Ohio akiwa seremala, mkulima na kiongozi wa jamii. Alioa mwanamke mweusi. Tofauti na kaka na dada zake waliotaka kuonekana wazungu, Madison alichagua kuishi kama mtu mweusi, akiendelea kuwa sehemu ya jamii ya Waafrika wa Marekani. Wa mwisho aliitwa Easton Hemings. Huyu alizaliwa mwaka 1808. Pia aliachiliwa huru baada ya kifo cha Jefferson na alihamia Ohio kama kaka yake Madison. Huko alifahamika kama mwanamuziki aliyeweza sana kucheza violin. Baadaye alihama Ohio na kubadili jina lake kuwa Easton Jefferson ili kuhifadhi heshima ya ukoo wake. Watoto wake waliendelea kujitambulisha kama wazungu na hata walijihusisha katika siasa za kazi za Marekani. Kuna sehemu nimegusia kuhusu kifo cha Jefferson. Baada ya kifo cha rais huyo mnamo mwaka 1826, Sally Hemings aliachiwa huru na familia ya Jefferson. Yaani hawakutangaza kuwa wamemwachia huru, lakini aliachiwa aendelee na maisha yake. Hivyo Sally akahamia Charlottesville, Virginia na kuishi na watoto wake waliokuwa tayari huru. Kulingana na kumbukumbu za familia, aliishi maisha ya faragha akitunzwa na familia yake. Sally Hemings alifariki dunia mnamo mwaka 1835 akiwa na umri wa takriban miaka 62. Habari za mahusiano haya hazikupokelewa kiwepesi, kwani familia ya Jefferson kwa miaka mingi ilipinga na kudai kuwa watoto hao si wa Jefferson bali wa ndugu mwingine wa familia hiyo. Lakini kadri siku zilivyozidi kwenda, kulianza kutokea ushahidi mkubwa zaidi, ikiwemo uthibitisho wa vipimo vya DNA ambavyo vilionyesha wazi kuwa Thomas Jefferson ndiye baba wa watoto wa Sally. Habari hii iliweka doa kubwa kwenye maisha ya uongozi wa Jefferson, ambaye kwa wengi alionekana rais mwenye heshima kubwa na kujali utu. Wengine walihoji, je, Sally alilazimishwa au alikuwa penzini kwa hiari yake? Baadhi ya watu wanashinikiza kuwa Sally apewe heshima na kutambulika kama moja ya first ladies wa Marekani, kwani aliishi kwa muda mrefu na Jefferson baada ya mke wake kufariki, na wala rais huyo hakuwahi kuweka wazi mahusiano hayo. Asante kwa kutazama video hii. Niandikie maoni yako kwenye sehemu ya comment, na kama bado hujajiunga na channel hii, tafadhali bonyeza neno subscribe kisha alama ya kengele. Mimi naitwa Justin Shedi na kutakia wakati mwema, na tukutane tena kwenye video nyingine.